Niendelee kukupa shukran sana kwa wewe ambaye unaendelea kuwa nasi hapa kwa ajili ya taarifa mbalimbali za kimichezo, lakini kama ambavyo tunafahamu hii leo ni mchezo wa 32 bora kwenye upande wa kombe la CRDB, ambapo kwa upande wa klabu ya Yanga wanawakaribisha Coastal Union ya pale mkoani Tanga. Ni moja ya mchezo ambao mara zote umekuwa sio rahisi, ni mchezo ambao umekuwa mgumu. Tuliweza kuona pia Yanga walipocheza kule mkoani Arusha kwenye mechi ya ligi kuu Tanzania bara, ambapo Yanga waliibuka na ushindi wa goli 1-0. Kwa upande wa Mwalimu Melody Hamdi hii leo amekuja na mabadiliko mengi kwelikweli kwenye kikosi, si wale wachezaji ambao tumekuwa tunawazoea hasa kwenye eneo la mbele. Hii yote ni kulingana na namna ambavyo wachezaji anawatazama wako fit kwa namna gani, wapo hali zao ziko vipi. Wale wachezaji ambao kwa upande wake anaona kwamba watakwenda kumpa alama nzuri zaidi uwanjani, basi ndio ambao anawachagua. Lakini kabla sija kutajia hapa kikosi cha Yanga ambacho kinatarajia kuanza kwenye mechi hiyo ya hapo baadaye ya 32 bora, nikukumbushe tu hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Kwa upande wa golini kwenye mechi ya hii leo, golikipa Djigui Diarra anaendelea kuaminiwa na Mwalimu Melody Hamdi. Uwezo kaona anafanya mabadiliko kwenye eneo la lango, makocha wote wamekuwa kwa hivyo. Kwa upande wa golikipa Djigui Diarra tunafahamu ni mmoja golikipa ambaye mara zote amekuwa yupo kwenye ubora wa hali ya juu, hasa ukiangalia kiufundi namna ambavyo amekuwa anawapanga mabeki wake, lakini pia mguuni amekuwa ni golikipa ambaye yuko vizuri kweli. Lakini pia beki wa pembeni kulia yupo Israeli Patrick Mwenda. Kwa upande wa Israeli Patrick Mwenda, tangu ameingia ndani ya Yanga mara zote amekuwa anacheza. Hii yote ni kwa sababu mwalimu kile ambacho amemwambia au anamwambia Israeli kwamba aende kukifanya, anakifanya vizuri kweli. Na kama ambavyo tunafahamu mwalimu anapokupa mbinu kwamba nenda akacheze hivi, ishia eneo fulani na wewe ukaenda kucheza hivyo, basi mwalimu mara zote atakuwa akikuchagua kwenye kikosi chake. Lakini pia beki mwenye mikimbio au beki ambaye amekuwa anakaa kwenye maeneo kweli, hapa ninamzungumzia Shadrack Kiboka. Yuko kwenye eneo la beki wa pembeni kushoto. Kwa upande wa Shadrack Kiboka tunafahamu ubora wake, tunafahamu vile ambavyo amekuwa anacheza. Ni moja ya beki ambaye amekuwa yuko kiutofauti kulingana na vile ambavyo amekuwa anacheza. Lakini pia kwenye eneo la mabeki wa katikati yupo Dickson Job. Kwa upande wa Dickson Job kiufundi ni moja ya beki ambaye amekuwa yuko kiutofauti kulingana na vile ambavyo amekuwa anacheza. Ni beki ambaye yuko vizuri mguuni, ni beki ambaye ukihitaji kuanza mashambulizi kutoka kwenye lango lako, basi Dickson Job atakupatia hicho kitu, na ndicho ambacho Mwalimu Melody amekuwa anakipenda mara zote. Lakini kwa upande wa Ibrahim Baka moja kwa moja atakwenda kusimama kwenye eneo la ulinzi. Ibrahim Baka kitu pekee ambacho amekuwa anakitoa zaidi ni akili yake, namna ambavyo amekuwa anatazama mshambuliaji yupo kwenye eneo gani, nipige tackling kiasi gani ambapo naweza nikaondoa mpira. Ndivyo ambavyo amekuwa kwa upande wa Ibrahim Baka. Hivyo ndivyo mambo yatakavyokuwa kwenye eneo la ulinzi. Lakini pia nikienda kutizama kwenye eneo la viungo ambao wanakwenda kucheza, nikienda kutizama kwenye eneo la viungo kama kawaida, yupo Khalid Aucho. Ni ngumu sana kwa kocha kumuondoa Khalid Aucho kwenye eneo la kiungo, hasa kulingana na vile ambavyo amekuwa anacheza. Mbinu nzima ya wachezaji wa klabu ya Yanga, huyu ndiye mtu ambaye wanamtizama zaidi, na ndio maana mara zote amekuwa habadiliki kwenye eneo hilo. Wakati huo Duke Abuya naye pia atakuwepo moja kwa moja kwenye eneo hilo la kiungo akisaidiana na Khalid Aucho. Kwa upande wa Duke Abuya, yeye kitu kikubwa ambacho amekuwa anakitoa ndani ya timu ni vile ambavyo amekuwa tunasema kwamba mashuti ya mbali. Ni moja mchezaji ambaye amekuwa anacheza namna hiyo mara zote, maana kwamba mambo yatakavyokuwa. Lakini pia kiungo cha juu atacheza Kratos Chota Chama, mwamba wa Lusaka. Mwamba wa Lusaka mara zote ni moja ya kiungo ambaye licha ya utaratibu wake, lakini namna ambavyo amekuwa mzuri zaidi kwenye eneo la kupiga pasi za mwisho. Hivyo kwa upande wa mwalimu, kitu ambacho anakitazama kwenye mechi ya hii leo ni kuanzisha mashambulizi kupitia kwenye eneo la katikati, huku akienda taratibu zaidi, na ndivyo ambavyo mwalimu anataka. Lakini pia nikitazama kwenye eneo la winga ya pembeni kulia, yupo Max Nzengeli. Kwa upande wa Max Nzengeli tunafahamu yeye ni moja ya mchezaji ambaye utamuona kwenye eneo la katikati, lakini pia utamuona kwenye eneo la pembeni, na ndio maana nimeeleza hapo kwamba mwalimu
Kitu pekee ambacho anakihitaji kwenye mechi hii leo ni kuanzisha zaidi mashambulizi kwenye eneo la katikati. Wakati huo pia kushoto atakuwa Pacome Zouzoua kulingana na aina ya mfumo ambao mwalimu amekuja nao kwenye mchezo husika. Lakini kwenye eneo la ushambuliaji kama kawaida, Prince Dube naye pia atasimama kwenye eneo la kushambulia. Mshambuliaji ambaye mara zote kiufundi namna ambavyo amekuwa anacheza ni kukaa kwenye eneo muhimu zaidi la katikati. Basi Prince Dube ukimpigia mipira ya katikati anaweza kaenda kukupa mabao, na ndivyo mwalimu Milodi anakihitaji kwenye mechi dhidi ya